Mtazamaji na mfuatiliaji wa mjadala huu wa tabia ya Mungu, napenda nichukue nafasi hii kwa mara nyingine kukualika tunapoendelea na mjadala wetu. Katika vipindi vilivyotangulia, hiki kikiwa ni kipindi cha 4 bila shaka eti. Tumeangalia sababu ya uasi wa Lucifer, tukaangalia kwamba ni sheria, na tukaangalia sheria, mahusiano yaliyopo kati ya sheria ya Mungu na Mungu mwenyewe. Then tukahitimisha kuelewa kwamba sheria ya Mungu ndio uzima wake. Hata Bwana Yesu anapoulizwa pale katika Mathayo ile 19, nifanye nini nipate uzima wa milele? Jibu alilotoa ni moja, kwamba ukitaka uzima zishike sheria. Kwa hiyo tunataka sasa kuangalia kwenye kipindi hiki kama ukweli ndio huo, then mtu anapokuwa ameasi anakuwa amejiondoa kwenye uzima, na ndio hapa tunapopata msingi ule unao yale maandiko yanavyosema kwamba nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu, ile Waefeso 2 tunavyoisoma kuanzia fungu la kwanza kuendelea. Ndio hapa tunapopata msingi wa kile ambacho huwa tunasema kwamba kifo cha kiroho. Kwa kimsingi mtu anapokuwa ameasi, ametenda dhambi, hapo anakuwa amejitenga na uzima, anakuwa amekufa kiroho. Kwa hiyo tunaendelea hapo, tuangalie ni nini kinakuwa kinatokea katika process hii ya kuiasi sheria ya Mungu. Nafikiri mtumishi, ndivyo tunavyoendelea. Hapo ndipo sasa tumeweza kufikia. Sasa nafikiria tuko katika barabara ya kuelewa kiini cha matatizo tulionayo katika maisha. Japokuwa bado swali litabaki katika mawazo ya watu wengi wanaopitia matatizo na shida. Mbona tupitie shida hizi zote? Ikiwa Mungu ndiye ambaye ni chanzo cha uzima na akaumba vitu vyote vikiwa vizuri, vikiwa sawa, basi mbona tuna matatizo katika nini? Katika dunia. Na kwa hiyo watu wengine wakaweka mtazamo wa kwamba wanaoyapata ni kwa sababu wanaletewa na Mungu. Na hasa unajua sisi ni wanadamu ambao tumepungukiwa. Kila mmoja wetu, hata sisi ambao tumevaa tai, tumepungukiwa sana. Kwa hiyo wakati mwingine tunapopitia matatizo katika maisha, ni kwa urahisi kuwaza ya kwamba labda ninaadhibiwa kwa sababu nina upungufu fulani, Mungu ananiadhibu. Kwa hiyo katika theolojia ikakuja ya kwamba wakati ambao tumefanya kosa na sheria ya Mungu, basi inahitaji atuadhibu. Kama sisahau, katika kipengele kilichotangulia tulipata ya kwamba malaika waliweza kupata udanganyifu, waliweza kupatiwa udanganyifu na shetani ya kwamba wameenda mbali, hawezi kusamehewa. Kama hatujaweza kukava kitu kama hicho, labda tutaangalia vizuri. Tulipata hiyo, ilikuwa ni kwenye somo lile la day 2. Yeah. Akapata kuwadanganya malaika ya kwamba anafahamu sheria, kwamba Mungu hawezi wasamehea. Kipengele kizungumza, nafaa tukuwe na uhakika labda. Tulizungumza na nilisoma mimi mwenyewe pale. Basi ni ile day 2. Kwa hiyo kawaida kuna wanadamu wengi ambao wanafika pahali ambapo wanakata tamaa, wanaanza kujiuliza, kweli Mungu anaweza nisamehe? Mimi hata Mungu anaweza nikubalia kweli? Sauti hizo zinakuja kwa sababu ya mtazamo wa kwamba sheria ya Mungu, basi kama sheria za wanadamu unapozivunja, serikali yake inahitaji wewe upate adhabu. Kwa leo ningependa tuweze kuangalia jinsi ambavyo mabaya yanatokea katika dunia hii, na jinsi ambavyo mabaya yalianza, mwanzo na chanzo cha mabaya ni kitu gani. Na hapo ndipo ningependa tuweze kuingia. Kwa hiyo niweze kuruhusiwa tuweze kuingia katika ombi. Baada ya hapo tutaingia katika masomo yetu. Tupate ombi. Baba mwema, tunakushukuru kwa muda huu ambao umeweza kutupatia. Tunapoingia katika majifunzo, tuelekeze kwamba kwa Kristo ni Bwana mwombezi wetu. Amina. Sasa bila kupoteza muda, naomba tuweke tu ukumbusho wa mstari mmoja ambao tumeuzungumzia sana na tumechukua muda mrefu zaidi ya saa 1.5 kulizungumzia, kwamba sheria ya Mungu ni uzima wake. Hiyo ndio kanuni ambayo tuliweza kuiangalia
katika kipindi ambacho kimeweza kuisha. Kulingana na kitabu cha Warumi, tulipata ya kwamba Warumi 8 mstari wa 2 ya kwamba sheria ya Roho katika Kristo ni uzima. Sawa? Tukapata ya kwamba basi tunapozungumzia sheria ya Mungu, tunachokizungumzia ni uzima wake. Na mahali popote ambapo uzima wake upo, basi kuna matokeo fulani yatakayofanya kitu gani? Yatakayodhihirika. Yale ambayo tunaita matokeo, whether umeyaorodhesha kabla ya uzima hujakuwepo katika sehemu fulani, ndio ambayo tunaita tabia ya utakatifu. Ndio matunda. Ni kwa nini ni matabia ya utakatifu au matunda ya Roho? Ni kwa sababu utakatifu huu tunapozungumzia, tunapata ni kwamba ni utukufu na utakatifu wa Mungu wenyewe ndio ambao unaonekana katika maisha ya mwanadamu huyo. Mpaka pale tukasema ya kwamba basi yale ambao tunapatiwa na Mungu ya kwamba tuyatende, anakuambia haya na haya na haya na haya, anatupatia orodha ya matokeo wakati ambapo uzima wake utakuwa unadhihirika ndani yetu bila kuzimishwa. Ila bila uzima wake ndani yetu, then orodha hile itakuwa ni mashtaka kwetu, kwa maana yake tayari tumeivunja. Kwa hiyo kwa maana nyingine unataka kumwambia msikilizaji kwamba ile lugha ambayo maandiko yanatumia ya tunda kimsingi haitumiki pale kwa bahati mbaya. Kwa maana kwamba kwa mfano chukulia mgomba. Mgomba hautaweza kuzaa matunda ikiwa umekufa. Kwa hiyo ikiwa unakuta mgomba unazaa yale matunda yake na mti wowote ule wenye matunda unaozaa matunda, unapokuta unazaa matunda inadhihirisha kwamba ule mti uko hai. Kwa hiyo matokeo ya kushika amri, nafikiri ulizungumza kwenye day 2. Matokeo ya kushika amri zile, yani kushika amri zile ni matokeo ya mtu kuwa na nini? Na uzima. Amina. Lakini kama uzima haupo, hakuna tunda, hakuna amri itakayoshikwa. Kwa hiyo ni nini muhimu kinatangulia? Inatangulia sheria mbele au inatangulia uzima? Katika halisia Mungu anatupatia neno lake, lina uzima ndani yake. Sawa. Kwa hivyo uzima ndio unaotupatia uwezo wa kufanya nini? Wa kutenda yale ambayo yanayoonekana. Kwa hiyo ni natural. Sawa. Ni kama kanuni inayodhihirisha mbegu, yani kama kanuni katika mbegu inayodhihirisha tunda au katika mti wenyewe unapomea. Ila mpaka pale kuna kipengele ambacho ningependa tuweze kukisoma. Kuna nukuu moja ambayo tunaipenda sana katika majifunzo haya, inayopatikana kwenye kitabu kinachoitwa Christ of the Lesson 3:15. Vielelezo. Kwa sababu ya muda tutakuwa tunaenda kwa ufupi sana, ambayo inasema ya kwamba sheria ya Mungu ni nakara ya tabia yake, ambao ndio standard, kipimo cha tabia yote. So bora ni kitu au ni mtu au ni chombo kinachoweza kuwa na tabia, kipimo cha tabia yote sheria ya Mungu. Kwa hiyo tunajua ya kwamba walio na uwezo kuwa na tabia ni viumbe hai. Kwa hivyo pahali popote kuna kiumbe aliye hai, whether ni Mungu mwenyewe, nafsi iliyo hai, ambaye yupo na nia ya kuchagua au yuko na uhuru wa kutenda mambo, then kipimo cha tabia yote ni nani? Kuanzia ya Mungu mpaka viumbe wake. Sasa wanadamu wengine wanafika pahali ambapo wanaanza kuleta, wanachanganyikiwa, wanasema kwa hivyo unamaanisha kwamba Mungu huwa anako chini ya sheria yake. Umesikia sentence hiyo? Mimi huwa nasema hivi, na hakuna pahali ambapo nimewahi funza, kama kuna mtu yote ambaye atakuwa pale nje labda na tafsiri hiyo, hakuna mahali popote katika madarasa yetu tumejifunza ya kwamba Mungu yuko chini ya sheria yake, ila Mungu ni sheria yake. Kwa maana nyingine ya kwamba uzima wake ni sheria yake. Kwa hawezi sema ya kwamba yupo chini ya sheria yake, na hivyo hawezi sema ya kwamba yuko juu ya nini? Ya sheria yake. Yaani yeye maisha yake sheria yenyewe. Pale ilipo ni yeye yuko hapo. Unaelewa sasa? Kwa hivyo tunasema kwamba Mungu yeye uzima wake ndio sheria. Kwa hivyo hayupo juu ya sheria wala hayupo chini ya nini? Ya sheria. Yeye ndiye kielelezo katika matendo wa sheria ya Mungu. Ila sentence hii ningelipenda tuweze kuizungumzia hapa kwa sababu ya kitu fulani. Inasema kwamba sheria ni nakara. Nao inaposema ni nakara ya tabia ya Mungu, inamaanisha ya kwamba yaliyoandikwa ni maelekezo au ni ufafanuzi wa kitu kingine ambacho kipo nje ya nakara ile. Unaelewa? Ni wakati gani ambapo sheria ya Mungu inakuwa ni kielelezo au nakara ya tabia yake? Ni wakati ambapo imeandikwa. Okay. Sasa wakati ambapo imeandikwa ni muhtasari wa uzima wake mahali popote unapoonekana. Katika muktadha wa watoto utaonekana hivi.
Katika muktadha wa mume na mke utaonekana hivi. Katika muktadha wa malaika utakuwa unaonekana hivi. Katika muktadha wa binadamu na viumbe kwa Mungu utakuwa unaonekana hivi. Kwa hivyo itakuwa ni nakara yake imeandikwa, ni muhtasari, ila itakuwa na ujumbe wa nini? Ujumbe wa mambo yote. Ila point ya msingi, sheria ya Mungu inapokuwa nakara ya tabia yake ni wakati ambapo imeandikwa kwa viumbe walio hai. Na hao viumbe walio hai sio tu binadamu, hadi kwenye mimea ameandika nakara hiyo. Kwa hivyo mahali popote ambapo tabia ya Mungu imeandikwa, kwa maana nyingine sheria yake imeandikwa, utakachokuwa unakisoma pale utakuwa unasoma nakara sawa ya tabia yake. Now kwa Kiingereza inaitwa transcription. Transcription wakati ambapo unachukua kitu unakiandika katika sehemu fulani katika muhtasari wa kitu chenyewe. Sasa hiyo haijalishi utakuwa umeisoma kwenye nakara au utakuwa umesoma kwenye kitu chenyewe, itakuwa haina mgongano wowote. Kwa wale ambao wameshughulika na mambo ya vyeti vya mifumo ya elimu, mwanafunzi anapomaliza mtihani, kabla apate kile cheti cha matokeo yake, huwa kuna kitu kinatangulia. Nafikiri kwa university ndio wanatumia hiyo lugha ya transcript. Yeah. Kwa hiyo transcript inavyokuwa ndivyo ambavyo mtihani wake halisi certificate halisi ilivyo. Kwa hiyo unaweza kutumia transcript kwenda kuajiriwa mahala na ukafanya kazi hata miaka 5 ukiwa na hiyo transcript, miaka 3 ukiwa na hiyo transcript, hujapeleka bado certificate. Kwa hiyo tunamaanisha nini? Kama huo ndio ukweli, sheria ya Mungu kwamba ni transcript, then kile utakachokiona kama sheria ya Mungu hutegemei kukutana na badiliko lolote kwa Mungu, kwa sababu tayari matokeo mazima na muonekano mzima wa sheria ya Mungu tayari uko kwenye nini? Kwenye transcript. Amina. Sasa kuna kipengele hapa, kuna nukuu niliyoipata nikachukua muda kutafakari kuhusu nukuu hiyo. Inapatikana kwenye kitabu kinachoitwa, nafikiri ni devotional, The Faith That I Live By, FLB. The Faith That I Live By 83 paragraph 6. Anasema, naomba tafsiri kwa upesi. The law is an expression of God's idea. Okay, sheria ni expression, ni ufafanuzi wa wazo la Mungu. Bas, paka hapo. Kwa hivyo the law is basically expression. Unaposema expression ni udhihirisho wa wazo. Yaani hivi naelewa. Tuanze nukuu kwanza. The law is an expression of God's idea. When we receive it in Christ. Now notice. Not kuipokea tu, but kuipokea katika nani? Kupitia Kristo. Katika Kristo. Kwa hivyo umpokee Kristo, ndipo unaipokea. Kuna wale wanaoipokea kwenye nakara. Unaelewa? Na kuna si kwenye nakara. Kuna wale wanaoipokea kwenye daftari, kwenye mbao, kwenye picha, kwenye karatasi. Lakini unapopokea sheria katika Kristo, it becomes our idea. Kwa hivyo Mungu hajawahi ondolea binadamu uhuru mahali popote. Hata wakati ambapo amemchagua, anakupatia kanuni yake, mawazo yake, anakupresentia, utathmini kupitia akili, uamue kupitia na dhamiri yako, na ufanye uchaguzi. Unapofanya uchaguzi, lile wazo sio la Mungu tena, ni la nani? Ni la wewe. Ni la wewe. Kwa hivyo unakuwa ni active intelligent agent. Na wala sio kwamba Mungu baadaye unapookoka Mungu anaibypass our choice. Hiyo kitu ni cha muhimu sana. Unajua wakati mwingine, wakati nilikuwa nafikiria siku nyingine ya kwamba tunaweza kuwa tunamwambia Mungu ya kwamba nimekuachia tawala yote. Fanya utakavyo. Unaelewa? Watu wengi tunakutana nazo sana. Ili Mungu afanye atakavyo, lazima akushirikishe. Ndiposa unapomchagua jambo, wewe ndio nayefanya kile ambacho unachokitaka, lakini amekuelekeza. Kwa hivyo unapochagua wazo lake linakuwa lako, lakini linakuwa na uwezo wa uungu. Sawa? Sawa. Ila hii point ya msingi kwa sababu gani? Mtu anavyowaza, kitabu cha Methali natuambia, Methali 20 na ngapi? 23 mstari wa 7. Mtu awazavyo ndani yake ndivyo alivyo. Sasa sikiza vizuri. Unaposema sheria ya Mungu ni wazo lake, jinsi mtu awazavyo ndivyo alivyo. Sasa swali, Mungu alipowaza katika vitu viwili. Alipowaza akaumba, alipoumba binadamu akamwekea uhai.
uhai ule ambao ni sheria yake, ambao wameuandika ndani ya binadamu na viumbe vyote. Kwa hivyo mahali popote ambapo wazo la Mungu linaonekana kupitia mfumo wa sheria ya kitu chochote, ndivyo Mungu alivyo. Ila katika muktadha wa dhambi kunaweza kuwa na tofauti kidogo, kwa maana wazo la Mungu lilikuja baadaye likanyakiwa chini na mawazo ya Shetani. Kwa hivyo katika asilia unaona kuna mchanganyo. Kuna mahali ambapo utaona kanuni ya Mungu, kuna mahali utaona kanuni ya Shetani. Hiyo ni kwa sababu ya mazungumzo yanayokuja baadaye, ambao ni nini? Ni mambo ya nini? Ya dhambi. Tutafika hapo baadaye. Ila katika asilia unapata ya kwamba, naomba tuangalize maana kama ziko sawa. Mimi yangu hapa iko sawa. Nashukuru kwenye hilo. Kwa hiyo katika asilia maana ziko sawa. Katika asilia tunapata ya kwamba kinachoonekana kulingana na taratibu ya uumbaji, Mungu aliextend mawazo yake. Aliyaextend namna gani? Aliyaextend kwa kuandika nini? Kanuni. Na hiyo kanuni aliweka nini? Uzima wake. Kwa hivyo inamaanisha hivi, mahali popote utapata ya kwamba wazo la Mungu limekubalika, au uzima wake umekubalika, kile ambacho utapata ni tabia ya nani? Tabia ya Mungu. Turudi nyuma. Ijapokuwa tumeshajua kwamba orodha ya kitabu cha Kutoka 20 ni orodha inayotuzungumzia matokeo ya sheria kuwa ndani yetu, sio? Orodha hiyo nani akaiandika? Ni Mungu. Matokeo ya wazo la Mungu kuwa ndani ya mwanadamu. Nani aliandika? Ni Mungu. Ni Mungu. Kwa hivyo yale mawazo aliyoyaandika, inamaanisha yale mawazo ni tabia ya nani? Tabia ya Mungu. Tabia ya Mungu. Mahali popote lile wazo litakapokubalika, kila neno lenye pumzi ya Mungu. Sasa kuunganisha nukuu hiyo, nikataka kutafuta kitu fulani. Tabia huundwa namna gani? Tabia ni nini? Ndio sema kwamba huyu mtu tabia yake ni kitu fulani, utasema tabia ya mtu huwa inaundwa aje? Tumesema kitabu cha Methali natuambia awazavyo mtu ndivyo alivyo. Kwa hivyo tabia ya mtu ipo katika pattern yake ya mawazo. Kwa hivyo unachoona kwenye matendo ni matendo ambayo yanadhihirisha tabia iliyopo. Nikasopata nukuu mbili na ningependa niweze kuzisoma hapa. Ya kwanza inaitwa Child Guidance. Child Guidance 199 paragraph 1. Naomba nisome kwa upesi. Anasema ya kwamba any one what? Act. Either good or evil tendo lolote la mtu aza baya au zuri, does not form the character. Haditengenezi, aliundi tabia. Hapo sasa nasikiza hiyo sentence. Neno hiyo. Naam. Tendo nzuri au nini? Au baya. Haliform nini? Aliundi tabia. Kama iko hivyo. Kwa hivyo haya wote ambao tunaona watu wanatenda hapa ni tabia yao. Ni udhihirisho, ni ufunuo wa tabia. Ila sisi wanadamu wachungaji wengi. Well, karibu nitumie sentence ni labda ingekuwa ni vibaya. Nikwenda kusema katika wana matengenezo. Ila iko hivyo katika dini zote. Whether ni Muislamu, whether ni katika, ni akili ambayo imekamata jamii ya watoto wa Adamu vile. Huwa tunashughulika na matendo tunayoyaona. Tukifikiria kwamba ukishadhibiti matendo, ushabadilisha nini? Mtu. Ingalikuwa hivyo, baada ya gereza kuwa limemaliza muda wake mfungwa, wangelikuwa wanatoka watu wako mbadala kabisa, mabadilika. Lakini kumfunga mtu na kumdhibiti asiibe kwa muda wa miaka 20 haimaanishi amebadilika. Sasa anasema hivi, but thoughts and feelings indulged prepare the way for acts and deeds of the same kind. Kwa hivyo anasema ya kwamba mawazo na hisia zilizopendelewa, zilizoshikiliwa, zinaandaa njia kwa matendo na vitendo vya aina yake. Kwa hiyo inamaanisha matendo tunayoyatenda ni mbegu, ni mzao wa nini? Wa mawazo na hisia. Kwa tabia ya mtu ipo kwenye nini? Lugha nyingine Waingereza wakasema as without so within. Yes.
Naona kile unachoona kile unacho kama ilivyo nje ndivyo ilivyo wapi? Ndani. Ndivyo ilivyo ndani. Kwa hiyo kile cha nje sio cha ndani ndio kinadhihirisha cha nje. Ila cha nje ndio kinafunua cha wapi? Cha ndani. Sasa kuna kitabu ninachokipenda kinachoitwa Mind, Character and Personality, volume ya 2. Ukurasa ni wa 655, paragraph ya kwanza. Anasema ya kwamba many thoughts make up the unwritten history of a single day. Mawazo mengi yanaunda historia isiyoandikwa ya siku moja. And these thoughts, na mawazo haya, have much to do with formation of character. Yana mchango mkubwa katika uundaji wa tabia. Sasa ndiposa ujue mtu na tabia yake, ama tuanze hivi, ndiposa ujue tabia ya nchi katika kanuni walizozitengeneza zinazoitwa sheria. Jua hivyo ndivyo wanavyowaza. Unaelewa? Kwa maana nyingine, naona hasa hapa tufanye kitu fulani. Mungu ni muumbaji. Kwa hivyo alipokuwa naumba, mawazo yake ndio ambayo aliyadhihirisha kwenye uumbaji. Kwa hivyo kwenye uumbaji unajifunza tabia yake. Sawa? Na hiyo inamaanisha hivi, Mungu tabia yake, muhtasari wake upo katika mawazo yake. Sasa ikiwa sheria aliyoipeana ambao ni orodha ya sheria ile ni mawazo yake aliyodhihirisha kwenye nakara, then inamaanisha ya kwamba ikiwa Mungu habadiliki, basi hamna jambo lolote atakaloliishi alitende ambalo lipo kinyume na yale mawazo yake. Ila tu anapobadilika. Ni rahisi sana. Ukiangalia ulimwengu ule wa Mungu, huu tunaishi ni ulimwengu ambao una mchanganyiko wa elementi za Mungu na elementi za Shetani. Kwa ni vigumu ku-identify kwamba hii ni ya Mungu au hii ni ya nani? Ya Shetani. Kwa mfano, huo naangalia miti, haya magome yake jinsi yanavyokuwa. Ukiyaona unakuta mti yani umechakaa mpaka ngozi ile imepasuka. Ndipo hivi karibuni nimejifunza kukataa kwamba Mungu akuumba ule mti ukiwa hivyo. Yani lile gome na ngozi ile iliyochakaa ya nje inaashiria shida na tabu ambazo mti ule umeexperience tangu uje duniani. Ambayo vile vile ukiangalia ngozi ya mimi, Mungu hajaumba mtu akiwa hivi. Hakuna mtu leo mimi nasema hivi ambaye yuko na fuvu halisi, muundo wa fuvu ambao Mungu alidesign. Maana ukiangalia kichwa cha mimi kiko kama kina mapembe, kama kina kona, yani ambazo haziko hata mimi ungenipa kuumba singeumba kichwa cha hivi. Na naona watu wengi pia namna walivyo, yani nathibitisha kwamba mimi mwenyewe kama ningekuwa Mungu, yani siwezi kudesign kichwa nikamwekea mtu kichwa cha hivyo, alafu then nikajipongeza kwamba kazi yangu ni njema sana. No. Hata yale masanamu yale yanavaa nguo pale madukani, yale hauwezi kukuta lina kichwa kina pembe kama na uso wa mimi namna ambavyo lipo na hivi mara hivyo. Hiyo sio design ya Mungu. Kwa hiyo muonekano wetu na muonekano wa sura ya dunia kama unavyoiona, ina mashimo, ina mabonde, ina makorongo, imepasuka. Hizo sio elementi ambazo unaweza ukazicredit kwamba hiyo ni kazi ya nani hiyo? Ni kazi ya Mungu. Kwa hiyo ili umjue Mungu sasa kwenye kazi yake na wazo lake, lazima turudi na kubaki kwenye Mwanzo 1, Mwanzo 2. Na kama huo ndio udhihirisho wa mawazo ya Mungu na mawazo ya Mungu hayabadiliki, then chochote ambacho kimekuja baada ya Mwanzo 1, Mwanzo 2 uweze kukredit kwa Mungu. Asante sana. Sasa hapa inaniingisha katika kipengele fulani cha sijui kama itakuwa cha ngapi katika mfululizo huu. Kwa hivyo sasa kuna tofauti kati ya sheria za Mungu na sheria za wanadamu. Kwa maana yake, kwa mfano, binadamu alipokaa chini akasema, kwa mfano mimi kupata shida nikiingia Tanzania na gari, napata ya kwamba napata kwenye hali ya Kikenya hii. Wewe ukiangalia umekewa da signpost pale ya 50 km per hour, hiyo hata uikuingi kwenye akili. Wewe unaangalia tu kama kuna watu, hakuna watu, basi fanya nini? Nenda. Ila kule nikagundua kwamba whether kuna watu, whether hakuna watu, kuna mahali jamaa amevaa nguo nyeupe kama ya malaika ambaye anakungojea na darubini fulani. Kwa hivyo ukipita tu 51 laki 30 zimefanya nini? Zimeshaondoka. Sasa nina swali.
mbona haikuwahi kuwa ni kilomita 51 ndipo wanafaa wawekee hiyo 51? Mbona waliamua 50? Hebu niulize swali. Nikiamua sasa niendeshe gari kwa kilomita 45 kwa risali moja, ndio inasoma pale kwenye dashboard ya gari. Itakuwa sawa, sitakuwa sawa? Unakuwa uko sawa. Niko sawa kulingana na walivyowaza wao, walivyoandika pale. Na ile nikiendesha 50 unakuwa uko sawa. Niko sawa. 51 hapo tayari umeshatoka. Umeshatoka nje. Ila mbona wakaweka hiyo? Mbona sio 30? Yaani ni wao walikaa tu wakaamua. Unaelewa? Wakasema iwe hivi. Kulingana na hekima yao walivyopima mambo wakasema iwe hivyo. Labda inaweza kuwa. Ila Mungu kanuni zake sio kitu alichokaa akabuni. Kama vile binadamu tunavyokaa na kubuni sheria na kutunga sheria. Sheria yake ni kanuni ya uzima. Ina tofauti sana. Kwa maana nyingine haiwezi kuwa +1 - 1 ndio upate manufaa, ni pale pale. Hebu fikiria, tumie sheria kwa mfano ya gravity. Ingekuwa ya kwamba sheria ya gravity unaweza itii -1 + 1 duniani, hapo inawezekana? Unataka kutia sheria ya gravity, nataka tu nisifikie kama inakuwa sijui ngapi. Kama ni 9 nisifike 9, mimi nataka nikue 8.9. Hicho kitu hakiwezi kuwepo. Lazima ufanye uumbaji wako kama ni wa ndege uambatane na nini? Na gravity yenyewe inavyosomeka. Haiwezi kuwa plus negative. In fact, siku moja nikawa nikikaa chini kiangalia ni nini ambayo ingekuwa matokeo ya kubadilisha sheria ya gravity kwa degree moja tu, nukta moja tu. Yaani vitu havinapotea kabisa duniani hapa. Dunia hii mshikamano wake hauwezi kuwepo. Unaelewa? Kwa sheria ya Mungu ni kitu ambacho ni uzima. Hapo ndipo uzima ulipo. Ni taratibu ya nini? Ya uzima. Ya uzima, na wala sio ubunifu wa binadamu ambao anakaa chini anauandika, alafu anaagiza maaskari wakae pale kuhakikisha kwamba kanuni zile zimefanya nini? Zimetiiwa. Na usipotiiwa basi na maanisha ya kwamba unahitaji kupeleka wapi? Kotini ukashtakiwe. Na kama hakuna askari, unaweza fanya kitu gani? Unaweza vunja tu na hakuna nini? Hakuna madhara yoyote. Kwa mfano, mimi huwa naangalia kwa mfano kuna mkoa mmoja nao msumbufu sana. Unaitwa Iringa. Huwa natamani nipite Iringa usiku. Kwa maana nikipiga hesabu nikiingia Iringa masaa ya saa 12 jioni, sasa hiyo Iringa naikanyaga mafuta kilomita 100 mpaka nifike mbele kabisa. Naenda kuingia ile sehemu inaitwa namna gani kule? Pale kuna mafinga vitu kama vile. Ila sasa sheria ya Mungu hauwezi kuwa na time usiku na mchana. Unaelewa? Kwa maana mbona na time hivyo? Na time kwa sababu usiku hakuna ule mtu umevaa nguo nyeupe. Unaelewa? Wale ambao wamevaa nguo nyeupe kusudi lao wamewekwa pale waninase kwenye nini? Kwenye makosa. Baada ya kuninasa waniadhibu. Ila kanuni za Mungu kama ni taratibu za uzima, je, anahitaji aweke majeshi ya malaika ya kuangalia na kunifuata wa make sure ninapokosa walete adhabu? Kwamba wasipoingilia adhabu haipo. Unajua hapa duniani walio na uwezo zaidi. Kwa mfano umefanya dhambi alafu Mungu alikuwa amesinzia. Alikuwa amesinzia hakuona. Kwa hiyo inakuwa ihesabiki. Kwamba sasa Mungu anaweka malaika ili wewe wanakumulika na kufuatilia kila mwanadamu vile anavyofanya. Je, ndivyo sheria ya Mungu inavyo-operate? Kwa hiyo ile inawafanya mtu anawaza hivi, Mungu kama hawezi adhibu, basi kuna shida duniani hapa. Unaona? Unahisi ya kwamba kila nchi ndiposa watu waweze kuheshimu watu wengine, anapokosa mtu aadhibiwe. Unaelewa? So inakuwa ni vigumu kwenye akili ya mwanadamu aliyezaliwa katika dunia hii ninavyoijua, akawaza ya kwamba Mungu ndiye mfalme, akakuwa tu anakaa, anaangalia mambo yanavyoenda yeye ashughuliki. Unaelewa? Wanafikiri Mungu anakaa hivyo. Mungu alipoumba anajua kabisa ya kwamba unapoishi kwa kanuni zake, Methali ilituambia, unapata uzima. Unaepukana nini? Taa za nini? Za mauti. Ila ukivunja hahitaji kuingilia kati. Madhara yanakuja moja kwa moja bila Mungu kuwepo. Tunapozungumza hapo na msikilizaji kwenye muundo huu wa sheria ya Mungu, tunagundua kwamba sheria ya Mungu ni kitu ni sawa unavyoona, ni sawa ambapo tunavyoona ili mchanga ukamate
unapotaka kutumia kwenye kujenga unachanganya pamoja na tofali na simenti, ndipo unatoa nini? Unatoa tofali. Sio kwamba unatengeneza tofali kwanza alafu then ndio unaweka nini? Unatia simenti kwenye mchanga tayari ukishatoa tofali ambalo umezalisha bila kuwa na simenti. Kwa simenti haiji baada ya tofali kuwa limefyatuliwa. Simenti inashikana na mchanga kuzalisha tofali. Kwa hiyo ni kusema kwamba ndani ya uumbaji wa Mungu kila kitu unachokiona kimekuwepo kwa sababu kimefinyangiwa kwenye kanuni ya Mungu. Ndio maana ukivunja kanuni, ukivuta sigara, umevunja kanuni ya ini mapafu hayajafundishwa kwamba yatakuwa yana digest moshi. Unaona? Hilo sio jambo linalokuja baadaye. Tangu asili mapafu hayaja designiwa kwenye kutafuna moshi. Kwa unapokuwa unaweka moshi ndani, unavunja kanuni ya nini? Ya uzima iliyomo humo ndani. Ndio maana baada ya muda kuwa limelemewa, sasa umeshinda wewe na moshi wako umeshinda. Sasa mapafu yanakuambia sawa, mimi umefanyaje? Umeniua kwa sababu umeondoa sheria ya uzima mimi niliyopewa ya oxygen. Sasa hapo tungejifunza sana kwamba iko tofauti kubwa, msingi huu tukiuelewa, kati ya sheria ya Mungu na sheria ya mwanadamu. Sheria ya Mungu hata uivunje usiku, hata ukiwa chini ya ardhi, hata ukiwa huko kwenye machimba, watu wanachimba madini huko, mzee wa kanisa hayupo, huko chini bado unapata nini? Madhara. Unaona? Lakini sisi tunafikiri kwamba yani madhara alafu na kuvunja sheria, madhara na sheria madhara yanajitegemea na sheria inajitegemea. Tunapovunja sheria then Mungu anaangalia, kumbe wewe umekuwa ukifanya hivi na kuambia hataki kuelewa. Ndipo Mungu anakunyemelea ukiwa umelala, anaanza kuharibu mapafu yako. Anakuletea saratani, anakuletea kisukari, anakuletea nini. Kwa hiyo tunapokuwa vitandani tunalia hospitali, wagonjwa wengi ukiwafuatilia huwa wanalia Mungu awahurumie. Sio kwa sababu wanajutia makosa waliofanya, ila ni kwa sababu awatoe kwenye adhabu hiyo aliyowapa baada ya kutomtii. Naomba asante. Naomba nitumie kipengele cha gari ile ambayo liko pale. Sawa. Ndio tuweze kuweka ile wazo likuwe liingie katika akili. Kwa maana likiingia kesi kubwa mbele zinafanya nini? Zinakuisha kabisa. Ila kuna nukuu moja ambayo nafaa niisome. Tusimalize hapa kabla tutasoma kitabu cha Yohana 1, ile barua ya kwanza kuhusu sheria, uvunjaji wa sheria ni kitu gani. Tusahau hiyo. Sasa naomba tutumie gari hii kwa maana ndio mimi naifahamu. Sawa. Sasa tumetembea Tanzania pamoja. Sio? Umewahi fika mahali ukaangalia, nimefika mahali ambapo naangalia kama kuna polisi mahali, ndiposa niweke petrol kwenye gari. Hiyo kitu haipo. Hiyo kitu haipo. Wala sijawahi kuona polisi anasema hivi, sasa wewe simama niangalia kaweke mafuta. Unaelewa? Yaani mtu aliyekaa akaanza kufikiria kwamba nahitaji nitengeneze gari, kwanza aliwaza kanuni ya gari itakapoishi. Ile kanuni ya gari ndio sheria ya gari. Mungu alipokuwa naumba, alibuni mawazo yake jinsi ambavyo uzima wake utaishi. Ila sasa tumetumia kanuni ya gari pale. Ila kuna sheria nyingine ambayo ni ya kulazimisha ya kilomita 50 kwa risali moja. Hiyo alipokuwa anatengeneza gari, mwenye gari alifikiria hiyo. Hiyo haipo kwenye industry. Sawa. Ila wale waliokuwa wanakaa nchi ya Tanzania na nchi za Kenya wakaangalia wao, wakabuni kwenye mawazo yao kudhibiti na kulazimisha watu katika mahali fulani wasiende zaidi ya kilomita hizi. Ila otherwise gari yenyewe hata ukiambia hivi, ijapo wameandika 50 ukakanyaga itaenda tu, 100 yenyewe haiwezi kukataa. Kwa hivyo pale kwenye gari kuna kanuni mbili unazoziona. Kuna kanuni ya mbunifu na kuna kanuni ya mtu wa nje anayekuja na sheria ya kulazimisha. Unaelewa? So katika mtazamo wa sheria ya Mungu, alichowaza kuhusu mawazo yake ndio aliyoyatumia kutengeneza chochote alichokitengeneza. Sawa? Yale mawazo ndio kanuni inayoendesha viumbe wake.
Kama njia ya asili unavyojua kwamba gari hii ni ya dizeli. Yaani hapo unajua kabisa nikiweka maji, unajua nini kinatokea. Unajua kabisa gari haitawaka. Kwa nini? Kanuni yake haijui hiyo. Ila ile gari inapokataa kuenda, sio yule mtu aliyebuni kule China ya Hong Kong ndio amekuja kuharibu gari. Yaani kanuni ya gari yenyewe haielewi ufanya kitu gani. Nikupe mfano mmoja hivi nilivyozungumza, miaka kama 4 nafikiri imepita, 3. Nilikuwa soko la Mbeya pale Mwanjerwa. Nikakutana na mama mmoja akanipimia ngano. Alivyonipimia ngano, kule wanapima kwa madebe, wanapima kwa kilo. Basi baada nikamwambia bei nipunguzie bei, ningetaka kuchukua ngano nyingi, nipunguzie bei. Akasema hamna, siwezi kupunguza, mimi mwenyewe sikuwepo hapa sokoni, ndio nimerudi na mtaji wangu umeyumba. Nikamwambia ulikuwa wapi? Akasema nilikuwa naumwa kisukari, ilikuwa karibia kunipeleka kabisa. Namshukuru Mungu tu. Basi nikamhurumia pia na mimi. Akasema nikamuuliza, kwa hiyo hospitali madaktari wamekwambiaje? Akasema wameniambia tu nisitumie sukari, alafu na siji na vitu vya sukari nyingi, nipunguze matumizi ya sukari. Nikaambia vipi kuhusu nafaka iliyokobolewa? Mchele wamekwambia wewe unakula na ugali uliokobolewa. Wewe unatumia ugali gani? Akasema mimi huwa nakula sembe. Dona mimi siwezi kula siri dona mimi. Nikasema sasa hapo kuna kitu mimi nataka nikuongezee kile ambacho madaktari pengine walisahau au kukwambia. Nikamwambia hivi sasa, usile kuanzia leo sembe na mchele uliokobolewa, usile wewe unakula brownie. Akasema hayo mashariti sisi watu tuliookoka huwa tuendi nayo. Ukiwa na Yesu hayo sheria hayo mashariti Yesu anafanyaje? Anavunja, anaokoa. Okay. Nikamuuliza hivi, kati ya kuokoka na kisukari ni ipi litangulia? Akasema aliokoka kitambo. Akasema nimeokoka muda mrefu. Nikamwambia kwa kisukari umeumwa ukiwa kwenye wokovu. Akasema ndio. Nikasema kwa hiyo kama Yesu yuko ndani, kwa nini kisukari aliingia? Alimshinda Yesu. Kwa hiyo nikamuuliza tena, kati ya kisukari unadhani na Yesu ni nani mwenye nguvu? Akasema ni Yesu. Nikamwambia sasa ilikuwaje Yesu mwenye nguvu kuliko kisukari yuko ndani ya mwili na bado kisukari kaendelea kukupiga karibia kukupeleka? Nikamwambia sikiliza, hizi ni kanuni ambazo Mungu ameweka za asili. Unaona? Na Yesu hawezi kukuokoa dhidi ya hizo kwa sababu hana uzima mwingine wa kukupa wakati ulio nao umefanyaje? Unauvunja. Kwa hiyo fuata kanuni. Mungu alichoumba hajaumba wewe unatenganisha nini? Unatenganisha nafaka, unakoboa, unakula. Kuna nukuu hapa. Naomba niweke msumari kwa kanuni hiyo. Naam. Na labda hata kama tusipotimiza yale tunataka kujifunza haina shida. Sawa. Ila kuna kanuni hiyo nataka niweke msumari kuhusu kitu fulani hapa. Hii imeandikwa na anaoitwa Ellen White. Sawa. Nasoma Ellen White 2. Moja anasema hivi, moja ni kitabu cha Elimu 99 paragraph ya 2. Naomba tafsiri. The same power that upholds nature is working also in man. Nguvu ile inayoshikilia asili pia inatenda kazi ndani ya mwanadamu. The same great laws, sheria ile kubwa that guide all the star and the atom control human life, ambayo inaongoza nyota pamoja na atomia, inaongoza pia maisha ya mwanadamu. The laws that govern the human heart's action, sheria inayosimamia matendo ya moyo wa mwanadamu, regulating the flow of the current of life to the body, ikiwa ina balance mtiririko wa uzima ndani ya mwili, are the laws of the mighty intelligence, ni sheria za akili ya nguvu ya Mungu, that has the jurisdiction of the soul, ambaye ina utawala katika nini? Katika moyo, katika nafsi. Sawa. From him all life proceeds.
Kutoka kwa Mungu ndipo uzima wote unapotiririka. For all the object of his creation, kwa sababu vitu vyote alivyoviumba, the condition is the same. Hali yake yote ni moja. A life sustained by receiving the life of God. Zinapata uzima unaopokelewa kutoka kwa Mungu. A life exercised in harmony with the Creator's will. Maisha yanayoendelezwa kupatana na matakwa na mapenzi ya Mungu. To transgress his law, kuvunja au kuasi sheria yake, whether physical, iwe ya kimwili, mental, au ya kiakili, or moral, au ya kimaadili, is to place oneself out of harmony with the universe. Ni kujitenga na upatano wa ulimwengu. To introduce, kuingiza discord, hali ya kutopatana au machafuko, and anarchy, hali ya kutopatana na machafuko, and ruin, na uharibifu. Kwa hivyo tunaposema mtu amevunja sheria, kwa kifupi ameleta disorder. Sasa tuende kitabu cha First John. Waraka wa kwanza wa Yohana inasema kwamba, kama sijakosea, itakuwa inasema hivi kwamba kwa maana dhambi ni uvunjaji wa nini? Ni uasi wa sheria. Ni uasi wa sheria, sio? Yeah. Haya, soma pale. Sasa hii waraka wa kwanza wa Yohana, hiyo ni sura ya 3 mstari wa 4. Sura ya 3 mstari wa 4 anasema hivi. Kila atendaye dhambi afanya uasi. Kila atendaye dhambi amefanya uasi. Kwa kuwa dhambi ni uasi. Sasa hiyo nukuu tumeikram murokole. Ukisoma kwa Kiingereza inamalizia ni uasi wa sheria. Uasi wa sheria. Na uasi ni kitu gani? Ni kurebel. Sio? Yaani unakataa. Sasa kidogo. Yaani sio tendo ni nini? Sawa. Sheria ya Mungu tumesema ni uzima wake. So ikiwa mtu anapofanya dhambi anaasi, anakataa, anakaidi, huyu mtu anapofanya dhambi kwa njia nyepesi, sasa kwenye muktadha wa somo letu anafanya nini? Anakuwa amejitoa kwenye uzima. Sasa swali jamani, wewe umeweka polythene kwenye shingo, unatarajia nini? Umeweka kitambaa, si kitambaa, karatasi hii ambayo wanaweka mahindi yasibunguliwe. Ukaweka kwenye kichwa chako juu, ukafunga mpaka shingoni kule. Hiyo wanafanya magerezani kwenye execution. Hii ambao jamaa wanafanyia watu kule. Ukifanya hivyo manake sasa wewe umechoka kuishi. Sasa jamani, Mungu ataingilia wapi hapo kuja kuletea madhara hayo? Ni maamuzi yako binafsi na Mungu ni wa uhuru. Kwa hivyo maovu yote unayoyapata au ninayoyapata kwa njia moja au nyingine, kwa asilimia kubwa, tukiweka kesi ya Ayubu kando, kwa asilimia kubwa ni kwa sababu tumekataa uzima kwa njia moja au nyingine. Huwa napenda mimi sentensi ile kwa Kiingereza inayosema transgression. Ninapokuwa naisoma huwa nakumbuka mada moja wakati niko sekondari, ilikuwa inaitwa Trans-Saharan Trade, slave trade. Wakatufundisha kwamba kutrans maana yake ni kuvuka. Kwa hiyo kwa nini iliitwa Trans-Saharan Trade? Ni kwa sababu ilikuwa ni biashara ya kuvuka jangwa la Sahara, yaani ndio walikuwa wanapita hapo. Kwa hiyo maana ya kutrans ukifuatilia ni kutrans ni kuvuka. Yaani kupita kwenda ng'ambo nyingine. Kwa hiyo kama kweli kuasi sheria ya Mungu ni kutrans, ni transgression. Maana yake unakuwa umevuka kutoka pale sheria ya Mungu iko, wewe umeingia upande mwingine ambako hakuna sheria ya nani? Ya Mungu. Sasa kule ukipigwa kama mwizi unaletwa huko, unakimbizwa, umeiba. Sisi tunasema huyu hakuwa ndani ya sheria ya Mungu, kwa hiyo amekutana na wa huko, yanampata yale ambayo yako nje ya sheria na sasa hapa kuna kipengele ambacho nafaa tukisisitize. Naam. Kwa hivyo hamna baya ambalo linakuja kwa maana Mungu ameamua kulileta lisafishe mtoto wake. Kwa sababu kwake hakuna uovu. Hicho hakipo kwenye wazo lake. Hakipo. Kwa hivyo linapokuja, ijapokuwa atalitumia, limeshakuja ndio hilo. Atalitumia aone kana kwamba atakaa pale kama msafishaji usiungue, akipambana umkubali, arejeshe nini? Arejeshe uzima. Arejeshe uzima. Ila yeye sio yeye anayeleta maovu. Unajua watu tumetafsiri kitabu cha Isaya ya kwamba Mungu ametuchagua kwenye tanuri la moto
na ametusafisha kama yule asafishaje nini dhahabu. So tumechora Mungu kwenye picha hivi ni kama yule mtu ambaye amekaa pale na thongs. Unajua thongs zile za kushika moto kile. Yeye anajua moto unachoma. Unaelewa? Ila ameshika na kitu ndefu amekaa kule mlangoni kule. Ameweka dhahabu ndani ya chuma huko. Yeye hataki kuingia huko. Unaelewa? Ila Mungu yule anaingia kwenye ndani ya moto. Una tofauti ya huyo na yule mwingine. Maana Mungu yeye hakaji pale kwenye mlangoni pale akishika hivi, hataki kuungua yeye. Yeye yuko ndani ya moto anakushikilia pale, anapotafuta namna ya wewe kumruhusu arejeshe uzima mahali ambapo umeondolewa. Ila yeye si yeye aliyeleta moto ule kwanza. Ni Nebukadneza na ufalme wake wanaouwasha. Unaelewa? Ila kuna kipengele hapa nataka tukae pale pale. Kitabu cha Yohana 1 hiyo tumeisoma. Hii version hii naomba uisome. Inaitwa The Message Bible. Naomba kila mtu afungue kitabu kinachoitwa 1 John chapter 3 verse 4. Alafu angalie version inayoitwa The Message Bible. The Message Bible. Nasemaje? Anasema all who indulge in a sinful life, yeyote anayependekeza maisha ya dhambi. Sasa sikiza, maisha ya dhambi ni kinyume na maisha ya utakatifu. A sinful life is opposite to holy life. Holy life ni wakati ambapo unaishi maisha yanayodhihirisha tabia mahali sheria ya Mungu inapoishi. Kwa hivyo sinful life inamaanisha ni maisha na matendo yanayodhihirishwa wakati ambapo nini? Uzima wa Mungu haupo. Wote wanaofanya hivyo wanafanya nini? Dangerously lawless. Ni watu ambao wanaishi katika maisha ya nini? Ya hatari ya kutokuwa na sheria. Ya kutokuwa na sheria. Kumbuka sheria ni uzima, ni maisha ya hatari yasiyo na sheria. For sin is a major disruption of God's order. Kwa maana dhambi ni nini? Ni kitu kikubwa kinacholeta nini? Kinachovuruga mpangilio wa Mungu. Sasa sikiza. Mungu alipanga kwamba maisha yako hapa, mwanangu, nimekuwekea neva, nimekuwekea mapafu, nimekuwekea ini, nimekuwekea tumbo. Tumbo imepangwa hivi na hivi, wewe ukapangua. Kupata saratani ya matumbo. Mungu jamani anaingilia wapi? Hatari. Alafu sasa naomba sasa turudi kwenye ile kitabu nilichokuambia, tunasema viwili pale. Education 196 anasema hivi, the law that govern our physical organisms. Sheria inayoongoza viungo vyetu vya mwili. God has written upon every nerve. Mungu ameandika katika kila neva, muscles, misuli, and fiber na nyuzi za mwili. Has written the physical laws. Ameandika sheria ya mwili. Every careless, kila kutokujali, or willful violation of these laws, au tendo la kudhamiria, is against our creator. Ni kinyume na Mungu. Kwa hivyo Mungu ameandika kwenye neva, kwenye misuri, kwenye fiber sheria yake. Sasa ni swali, unaweza enda huko ukapasua ukaandika thou shall not, ukapata imeandikwa mahali? Hamna hizo kama hizo. Ila ameandika. Ameandikaje? Hii kuandika, yani ni kumaanisha aliumba misuli ifanye kazi hivi. Hiyo ndio kuandika. Kwa maana yake alitengeneza, aliwekea uwezo wa misuli kufanya huo mwelekeo aliyokuwa anataka. Ila sisi tunapofanya vitu vilivyo kinyume na hiyo, tunaasi ile sheria. Unaijua ama uijui, unafanya nini? Unaasi. Sasa kwa mfano kama hii ambayo unakuta, kwa mfano mwanamke anataka kuzuia mayai yasitoke au yasiwe yanakamata mbegu za uzazi. Manake kile kitendo ni uasi dhidi ya sheria. Yani manake umeenda kuzuia ile misuli na kile kiungo, sheria iliyoko ambayo imefundishwa kutoa, imewekwa iwe unafanya hivi, wewe ukaenda kuipiga stop ifanye kazi kinyume, manake umeasisha. Kwa hiyo inaweza ikapata matokeo yoyote utegemee, si nini? Mungu hayupo hapo. Na Mungu sasa hapo huwezi kumlaumu tena. Asante sana. So naomba sasa turudi katika ile kipengele ambacho tumesema. Kwa hivyo sheria ya Mungu ni uzima wake. Sawa. Na uzima wake mahali unapodhihirika, nature asili itakuwa ni ya upendo. Sasa naomba tuende katika mazingira tuangalie kanuni hii kama tutaipata pale. Sasa hapa nina mchoro fulani ambao labda yule ambaye ataenda kufuatia ataupata. Kuna kitu tunachokiita mzunguko. Nao kwenye kitabu cha Desire of Ages imezungumziwa pale. Kwa sasa tutaisoma kwamba
uzima wa Mungu unazunguka kupitia mwana kwa viumbe, unarudi hivyo. Unaitwa mzunguko wa upendo. Sasa mzunguko wa upendo ndio sheria yake. Sasa katika mfumo wa maji, kwa maana maji Mungu alipoyaumba ni uumbaji wake huo. Aliweka kanuni yake akaiandika. Kwa hivyo kanuni yake alipoiandika ni jinsi ambavyo unavyoangalia maji yanavyofanya kazi. Hebu tuangalie maji yanavyofanya kazi katika mzunguko. Maji yanaposhuka kutoka kule angani, yanapodondoka hapa ardhini, lazima yarudi tena kwa mfumo mwingine. Mfumo wa kwanza yanaweza kuwa yanatirika katika ardhi yakielekea mtoni. Kwa hivyo ardhi tulipo hapa, ardhi ilipopokea, ardhi inaelekeza wapi? Inaelekeza sehemu za chini. Sehemu za chini. Mto nao inapokusanya, nao inaelekeza baharini. Na bahari inapokusanya, inapokaa pale, hebu kwanza labda tusiite mto. Tuseme yani mto ni yale maji ambayo tayari yamekusanywa. Sasa tuanze kwenye vichemichemi ndogo ndogo, mitiririko ile midogo midogo. Tuanzie hapo. Nilitaka tu hivyo kwamba kuna ile hali kwamba tumezoea kwamba mto ni kitu ambacho ni cha asili, yani kimewekwa hapo, lakini kumbe ni njia ya kukusanya maji kupeleka wapi? Kupeleka sehemu za chini. Naam. Kwa hivyo kule chini baharini, yale maji huwa yanapopata joto, mvuke unapanda. Unarudi kule ulipotoka. Ikifika kule juu, pale kwa sababu ya pollution na mambo mengine ambayo yako kule juu na mbadiliko wa anga, yale maji yanakuwa baridi, yanagandana pamoja, alafu mwisho yanafanya kitu gani? Yanateremka tena. Kwa hivyo unakuwa ni mzunguko ambao haujafanya kitu gani? Haujasimama. Kwa Kiingereza waliofanya fizikia wanaita a circuit. A circuit ni mahali ambayo iko complete. Kwa hivyo kuna complete circuit na kuna incomplete circuit. Complete ni ile ambayo inazunguka na hakuna mahali imekatwa. Ila ikiwa iko incomplete ni mahali umeweka switch ambayo ina disconnect. Kwa hivyo zile inapozunguka ifika mahali haiwezi fanya nini? Haiwezi zunguka. Sawa? Mungu aliumba binadamu na viumbe vyote na kila kitu kwamba kiwe kikizungusha uzima. Kikipokea, kikitoa. Kilichopokea kinaitoa kwa mfumo mmoja au mfumo mwingine. Kuna jambo. Sasa wale ambao wamedesign hizi sheria ambazo tunaziona za fizikia, ilifikia mahala ambapo Isaac Newton nafikiri kwenye kuna sheria ambazo walizitoa. Anasema alibuni. Sijui kama vingine ni ngumu kusema kwamba alibuni kwa sababu ni sheria ambazo ni za asili. Yani alibaini kwamba kuna kanuni ziko ambazo zinafanya kazi duniani. Unajua wanasema Newton alidiscover. Unaelewa? Ila sio yeye aliyeanzisha. Yani alikuwa ni uzima wa Mungu aliopa jina. Ni sawa na mtu kusema kwamba kuna artery, kuna vena, kuna vena cover ya juu, vena cover ya chini. Haya ni majina walioweka. Wamegundua wakagundua. Sasa wale sio kwamba ndio wana akili kuliko ile mishipa. Ile mishipa yenyewe ilikuwepo na inafanya kazi yake hata kabla ya kugunduliwa. Kwa hiyo tunatambua tu kwamba kumbe kuna njia hii iko ndani ya mwili na tunatafuta namna ya kuiita, ndio tunaweka yale majina. Sasa nitaka niseme hivi, kuna hii kanuni ambayo inaitwa Newton third law of motion. Hii naikumbuka mpaka leo. Nimetoka shule muda mrefu. Inasema hivi, to every action there is an equal and opposite reaction. Sasa maana yake nini? Maana yake kila ambapo mvuke unapanda kwenda juu, kwa jinsi hiyo ulivyokwenda, tunategemea kutakuwa na an equal na reaction na action ambayo ni equal lakini ni opposite. Yani badala ya kwenda hivi ikipandisha maji kama yalivyokwenda hivi, yenyewe itafanya kazi kinyume ya kushusha ya kushusha maji kama vile maji yalivyopanda. Kwa hiyo hizo ni kanuni ambazo ziko ni endless. Na hiyo inatangaza sasa hali ya kutokuwa ubinafsi kwa bahari, haina ubinafsi wa kurejesha kile ambacho kwa sehemu ya kile ambacho inapokea, lakini pia anga inapopokea haina ubinafsi wa kung'ang'ania, pia inarejesha tena kwa bahari kile ambacho imetoa. Naomba sasa ukifika hapo, kwa hivyo sasa hali hii ni wakati ambapo asili inafanya kazi katika
patanifu ya mpangilio ule wa patanifu. Unaweza introduce an element of selfishness. Unaweza ingisha kipengele cha ubinafsi ambacho kinaita disorder, uvunjaji wa ile kanuni ya upendo. Ambao sasa ni bahari Shamu. Ni bahari Shamu ita bahari mfu. Bahari Dead Sea kwa Kiingereza tunaita. Jina lingine pale wanaita bahari gani hapa? Kuna bahari ya Shamu ambayo ni Red Sea. Ni ya Shamu. Kuna Red Sea ambao ni Red Sea kwa Kiingereza sawa. Red Sea ndio Dead Sea. No. Red Sea ni tofauti na Dead Sea ni tofauti. Okay. Yeah, Dead Sea inapatikana katika Iraq and then between Sodoma ilikuwepo. So Red Sea ni hii ambayo iko north of Africa na hapo kwenye Somalia hapo. Sasa point ya msingi ni hii. Kuna hii ambayo tunaijua kwenye lugha ya kawaida ambayo inaitwa Dead Sea. Now the reason why inaitwa Dead Sea ni kwa sababu ndio inapokea maji lakini haina chemichemi za kutoa maji. Haina utaratibu wa kutoa nje. Kwa hiyo maji mengi yanabaki pale, yale maji yanapoteza uzima. Unaelewa? Uzima unaendelea kuingia. Sio kwamba unanyima uzima. Uzima unaendelea kuingia. Ila kwa maana hakuna mahali uzima unatokea, ule uzima unapofika pale hauna kazi yoyote isipokuwa unafanya nini? Unatoweka, unapotea, unakufa. Unaelewa? So ikaitwa ni bahari ya nini? Ya mfu. Bahari iliyokufa, the Dead Sea. Kwa matokeo ya kuvunja taratibu ya uzima ambao ni kutokuwa na ubinafsi ni matokeo nini? Ya kifo. Kwa hiyo bahari hamna malaika anayeshuka kuja kukandamiza ile bahari iwe nini? Iwe mfu. Kwa hiyo ile bahari inachofanya inakosa ile opposite reaction. Yes. An equal opposite reaction. Yenyewe inaingiza tu maji, mito inaingia, ila yenyewe haifanyi tendo kama lile la kurejesha nini? La kutoa maji nje. Na tuende katika mfumo wa ukulima shambani. Kuna hatari ya kupoteza nyuki. Na nyuki wanapopotea kwa sababu ya method zile zinazotumia za ukulima, then mwishowe nyuki huwa zinashambuliwa na mwishowe zinahama. So nyuki zinapohama, then inamaanisha ya kwamba maua yatakuwa yanatoa ile majimaji yake na utamu wake, ila hamna nyuki nao kuja kutumia. Sawa? Kama hakuna nyuki anayokuja kutumia, basi hata zile pollen ambazo zimetolewa na mbegu za kiume za mimea haina uwezo wa kuenda katika sehemu nyingine. Matokeo yake ni kwamba baadhi ya mimea ya asili inapotea, kwa maana hakuna uzalishaji unaoendelea. Umeelewa? Kwa hiyo mzunguko unapokuwepo, uzima unafanya nini? Unadumu. Na afya inadumu. Hata mmea wenyewe usipopata hiyo pollination process hauna afya njema. Sawa? Na mfumo mwingine ambao ningependa tuweze kuangalia ni mfumo wa binadamu na asili, jinsi tulivyo hapa. Na ndio maana nafikiria tuko katika hali nzuri. Tulipo hapa, tuna miti ile tuzunguka hapa. Sisi tunapokea kutoka kwenye asilia universe, tunapokea oxygen. Sawa? Ila oxygen hiyo inapoingia lazima tena itoke kupitia mfumo wa kutoa, sisi tunaita uchafu, ambao ni hewa chafu. Ila kwenye mimea hii haijui hiyo kama hewa chafu. Ni raw material yao ya kutengenezea vyakula. Ile inapopokea nayo inatoa oxygen. Unaelewa? Kwa inakuwa ni mzunguko ambao unaendelea. Ila binadamu akiamua ya kwamba mimi nitakuwa ninapokea oxygen, ila sitakuwa napeana au natoa carbon dioxide, then umeziba njia ya kupokea. Matokeo yake ni hiyo tunaoitwa nini? Mtu amekufa kwa sababu ya sumu ya hewa chafu. Umeelewa? Ila hamna malaika aliyeshuka kuja kuleta nini? Maangamizo yale ambayo ameyapokea ama ameyapitia mwenyewe baadaye. Kwa maanisha namna gani? Kumaanisha ya kwamba Mungu hahitaji kuleta madhara wakati ambapo tumevunja kanuni yake. Madhara ndiyo yale ambayo anatafuta kuyaepuka na kutuletea hekima hiyo kwa kutuletea horodha tunayoita sheria yake. Ya kwamba mwanangu usiende hapo. Unaelewa? Anapokueleza usiende hapo, kanuni zile ambazo ameziandika kwenye daftari, anatafuta kukuelekeza, kukupatia hekima ya kwamba ukienda hapo unaenda kinyume na nini? Na uzima. Na matokeo yake ni haya na haya na haya. Wala yale matokeo hayaleti mwenyewe, na wala yale matokeo sheria yake sio inayoyaleta. Bali ni ukiukaji wa sheria yake. Mpaka pale nafikiria, sijui kama utakuwa na jambo la kuweza kuongezea pale. Sisi katika fikira mwanadamu aliyoanguka tuna matatizo makubwa sana katika yani
ni kama kwamba Mungu anafikiria. So point ya msingi ambayo ungependa tuweze kumalizia katika somo hili ni kwamba tunapozungumzia sheria ya Mungu, tunapoenda kinyume na taratibu alizozitamka, sio kwamba atakuwa anatuletea madhara baadaye. Lengo la kutuelimisha na kutuelekeza fanya hivi, fanya na hivi, ni kwa maana sisi kwenye kawaida tushapoteza fahamu kuhusu njia za uzima. Kwa hivyo anapotuwekea njia za uzima mbele yetu, ni kama yule ambaye ametuwekea mbaraka na uzima. Ndipo sasa kwamba nimewekea uzima na mauti mbele yenu. Kwa baraka zake kwa kifupi ni elimu na hekima, mahali ambapo uzima unapatikana. Kwa hivyo yule aliye na roho yake, aliye na kanuni yake ndani yake, anapoendelea kufuata maelekezo anayopewa kupitia roho na dhamiri yake, anaendelea kudumu katika nini? Katika uzima. Na baadaye uzima ule ambao tuko nao ndani yetu utachipuka katika umilele na milele, ambao unaitwa uzima wa nini? Uzima wa milele. Mpaka hapo niweze kupeana statement fulani ya mwisho. Baada ya hapo tutaweza kukomea hapo. Kwa furaha ya binadamu ni katika kuishi katika kanuni ya upendo. Whether kuna mzee wa kanisa anayeniangalia, whether kuna mwinjilisti mnayemheshimu anayeniangalia, whether kuna polisi anayeniangalia, uzima na furaha ya binadamu, foundation ya uzima na furaha ya viumbe wote ipo katika kufuata maagizo yake. Maagizo yake, na wala sio kanuni anazozilazimisha kwa furaha yake kwa sababu alifikiri akasema tulazimishe. Maagizo yake ni maelekezo kuhusu anavyofahamu furaha na uzima inapatikana kwa njia ipi. Ndiposa katika utafiti walioufanya wakagundua kanuni moja hapa ambayo ningependa niweze kuisoma, ambao walipata kupitia experience ya research moja ambayo imeweza kufanywa katika university moja ambayo inaitwa Oxford. Kila mwanafunzi ambaye anasoma, na wanafunzi wanaosoma kando ya mambo ya imani, tunafunza wanafunzi wasome waende kuhitimu. Na shule ambazo wanafunzi wanatamani kuziingia ni zile za kukuu katika dunia hii, kama zile kama Oxford. Naomba tutafsiri kuhusu research moja walioifanya. Research moja iliyofanya katika Oxford pale ilikuwa inaangalia matokeo ya watu ambao wana tabia ya kukuwa msaada bila malipo. Unafanya kitu maana yake hautaki malipo, ni kwa maana unataka kufanya kitu cha msaada. Naomba uweze kusoma, uweze kutafsiri naposoma. Vijana waliokuwa wanajitoa maisha yao kwa kuwatumikia wanadamu wengine kwa kujitoa baada ya shule, wanaitwa volunteers, walikuwa na great academic achievement, walikuwa na mafanikio makubwa ya kimasomo, ya kitaaluma, civic responsibility, wajibikaji wa kijamii, and life skills that included leadership and interpersonal self-confidence, na ujuzi wa maisha ya kijamii pamoja na na nini umemalizia? Interpersonal self-confidence, ile hali ya kuingiliana na wanadamu na kukuwa na uwezo mkubwa wa kuingiliana uwezo mkubwa wa kuingiliana na ujasiri wa kusaidiana na watu wengine. Unapata hapa kwenye research hii waliwengisha vijana ambao walikuwa wamejitoa maisha yao katika kuhudumia wanadamu baada ya shule au baada ya muda fulani katika likizo, wanaenda kusaidia wanadamu, wanajitoa, hawapati hela yoyote. Wakapata vijana hawa katika taaluma zao walikuwa na achievement nzuri, walikuwa na matokeo mazuri. Na katika hali ya kukua na ile hali ya kukua watu wa jamii waliokuwa wanachukua majukumu vizuri, walikuwa wanapata achievement vizuri. Na katika maisha ya kukua na skills za maisha walikuwa kipaumbele. Na katika hali ya kukua na ile hali ya kujidhamini na kujiheshimu na kukua na uwezo wa kujumuika na wanadamu wengine, hali yao ilikuwa ni juu zaidi. Sasa hii kando na hizi mtu unaweza kuwa kwenye wazo umechagua, unajua sisi binadamu hatuna tabia nzuri, kwenye asili hatuna tabia hiyo nzuri, ila unapopata wazo ya kwamba ninataka nijitoe kwa msaada wa wanadamu, whether unafahamu Biblia whether haufahamu Biblia,
mkafiri kabisa. Ukapata wazo ya kwamba nataka nijitoe kwa msaada wa nani? Wanadamu. Anayekuzungumzia ni nani? Hapo sasa anasema kila wazo lilo jema linatoka kwa Mungu. Ni Roho anayemzungumzia. Hata kama hafahamu kwa jina ambao Biblia imemuita ni Roho Mtakatifu. Anapochagua kutumikia lile wazo limekuwa tabia yake. Ila lazima likomae. Akiwachia hapo itapotea tu. Kwa hivyo anapochukua lile wazo linakuwa lake na kuanza kulitendea kazi, anaanza kukomaa katika tabia ile. Tabia ile tampatia zawadi yenyewe. Na zawadi hizo ndizo hizi tunazozizungumzia. Now, kwa watu wazima, hasa hao walikuwa vijana, research hiyo inaendelea nasema kwamba kwa watu wazima waliojitoa bila kuangalia elimu yao, bila kuangalia afya yao, whether walikuwa wanavuta sigara, bora walikuwa wanajitoa kwa wengine, waliishi maisha marefu. They lived a long life. Walikuwa na magonjwa machache. Waliishi maisha ambayo yalikuwa na upungufu wa disability. Alafu anasema ya kwamba walikuwa na hali ambayo wengi wao hawakuwa na ile nafasi ya kuingia katika hali ya msongo wa mawazo, depression. Wengine walipata nafasi nzuri ya kuhepa magonjwa ya uzeeni ya kusahau. Okay? Wengi waliishi maisha ya kujitegemea kwa muda mrefu. Hapa ni nini ambacho tunapojifunza? Whether ni mkafiri, whether ni Mkristo, anapoamua kufuata roho ya uzima inayomzungumzia ndani yake, anaijua haijui, atapata mbaraka wake. Na huo mbaraka wake atapata maisha ya afya na maisha ya kuridhika na amani ndani ya maisha. Whether ni Mkristo, whether sio nini? Sio Mkristo. Hii inamaanisha hivi pia, wakati ambapo tunapoishi kinyume na hiyo, madhara yake tutayapata whether ni Mkristo, whether sio Mkristo. Naomba nimalize hapa kwa kupeana shuhuda fulani. Inawezekana sisi binadamu hatujui mioyo ya wanadamu. Katika majifunzo tunajua ya kwamba wazo la binadamu ndilo linafaa kumuongoza kutenda mambo. Kwa hivyo sisi binadamu tunaweza angalia tendo, lakini hatujui lilomuongoza huyo mtu kulitenda lile jambo. Ni wazo la upendo au ni wazo la ubinafsi. Kwa maana ubinafsi pia unaweza tena matendo mema, ila unaongozwa na ubinafsi. Kwa yale matendo mema japokuwa ameyafanya, haisabii kama ni matendo mazuri ameyatenda. Ametenda kwa sababu ya ubinafsi, maonyesho vitu kama zile. Kwa hivyo niweze kuhimiza Wakristo wenzangu, tusije tukawa ni Wakristo ambao tunasukuma kufanya matendo mazuri. Tufanye matendo mazuri ikuwe desturi yetu. Na tunapofanya matendo mazuri kwa desturi yetu, taratibu tunaanza kubadilisha maisha yetu. Na sivyo tu, tunaanza kupata raha harisi katika maisha. Na Bwana aweze kutubariki. Amina. Tunapofunga tumeona kwamba sheria ya Mungu ni wazo la Mungu, na sheria hiyo ya Mungu ndio uzima wa Mungu, na sheria hiyo haiji baada ya maumbile kuwa yameumbwa. Sheria hiyo ndio inafanyizwa pamoja na yale maumbile ili yaweze kuishi. Sheria ile ndio ina sustain uzima katika kila kitu kilichoumbwa. Hiyo ni sehemu ya mjadala huu, mambo makuu ambayo tumeyaangalia. Kwa hiyo unapoanza kuichukua ile sheria ya Mungu kama tulivyoona, unapoiishi, sio kuichukua, imeandikwa kwa ajili ya faida ndani ya mwili. Unapoitekeleza lile wazo ambalo ni la Mungu, sasa linageuka kuwa wazo la wewe. Kwa hiyo unaanza kuwaza na unaanza kutenda kama Mungu. Mfano mzuri kabisa wa yule ambaye alidumu kuwaza na kutenda kama Mungu, huyu alikuwa ni Yesu Kristo. Ndiye peke yake ambaye hajawahi kutoka nje ya wazo la Mungu. Sisi hapa duniani 100% wanadamu, miili yetu imejengwa kwenye kutumikia mawazo ya nani? Ya Shetani. Kwa hiyo ni kung'ang'ana kuhakikisha kwamba tunaondoka kwenye mawazo ya Shetani, na njia pekee ya kuondoka ni kujitia katika sheria ya nani? Ya Mungu, kama ambavyo tumeona. Kinyume na hapo unakuwa umekata sakiti ya uzima. Si ndivyo? Basi mimi ni kushukuru kwa uvumilivu wako kwa pamoja na sisi. Huu ni mwendelezo wa mijadala mingi ambayo itakuwa ikiendelea hapa kwa siku ambazo Mungu atakazotujalia kuwepo.
niendelee kukaribisha mpaka wakati mwingine. Bwana aweze kukubariki. Karibu tupate ombi. Amen. Tupate ombi. Baba, tunakushukuru kwa maana ya kutupatia ujumbe huu wa furaha wa kutia moyo. Tusaidie tuweze kuyatekeleza haya yote tunayojifunza. Tuomba kwa Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Amina.